kama mimi kuna kikundi kilikuwa pale, nilipokwenda pale walinyanyapaa, wakasema huyo hafai kumweka kwenye kikundi, atatupa nini? Atatupa nini? Basi nikaamua kuteseka hivyo. Ndio baadaye Mungu ameniona, binadamu wenzangu wamenijali. Kwa kweli ni ndugu Ali Juma Marwa, mkazi wa Mererani, ambaye ni mlemavu wa miguu na ambaye hata hivyo katika maisha yake yote hakuwahi kuwa na makazi ya kudumu, hasa eneo la kulala. Ndugu Ali anasema amekuwa akinyanyasika katika nyumba za kupanga kwa sababu ya hali yake na kubaguliwa pia katika vikundi vya utoaji wa mikopo. Lakini kilio cha Ali kimefika mwisho sasa baada ya shirika la nyumba la taifa NHC kupitia mfuko wake wa kurudisha kwa jamii kumjengea nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 60 ambayo sasa hivi karibuni Ali atahamia kwa ajili ya kuweza kuendelea na maisha yake ya kawaida. Nashukuru sana shirika la nyumba kunijengea nyumba kwa hali nilionayo. Kwa kweli na Mungu awabariki sana. Alikuwa na mazingira ya shida sana. Nyumba zile nafukuzwa na wapangaji, kila nikitoka hapa nafukuzwa. Wakati mke wangu akanikimbia. Kulingana na bona udhalilishaji wa wapangaji wanapenda wenye nyumba wanadhalilisha. Kwa hiyo akapata na wapambe ushawishi. Sema unadhalilika hivi, kuna nini hapa? Kwa kweli akanikimbia. Nisaidie kwa kunistiri na familia. Kwa kweli ni jambo la heri. Sababu binadamu bila nyumba wewe sio binadamu. Nawashukuru. Naombea uzima. Mungu azidi kuwatia moyo, azidi kuwa na moyo wa kusaidia watu kama sisi. Na nazidi kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mungu amzidishie maisha mema pamoja na familia yake. Kwa uto alionifanyia sitasahau maishani mwangu mpaka kufa. Kwa upande wake meneja wa habari na uhusiano wa NHC Bwana Muungano Saguya amesema kwamba shirika baada ya kukamilisha ujenzi wa nyumba hiyo, sasa nyumba hiyo itakabidhiwa halmashauri ya Simanjiro ili waweze kumalizia hatua zingine ili Ali aweze kuhamia nyumba yake rasmi. Shirika la Nyumba la Taifa linatekeleza miradi mbalimbali ya huduma kwa jamii kupitia sera yake ya huduma kwa jamii, na shirika limejikita kwenye swala la kusaidia kwenye miundombinu ya elimu, miundo ya afya na kusaidia pia vikundi mbalimbali vya walemavu. Sasa katika kazi hiyo kila mwaka shirika linatenga zaidi ya shilingi milioni 500 kuweza kusaidia miradi mbalimbali kwa Watanzania. Na katika kipindi cha awamu ya sita, serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, shirika la nyumba limeweza kutumia takriban shilingi bilioni 2.45 katika miradi mbalimbali ya CSR. Kwa hapa Simanjiro kama mnavyokumbuka, tulikuja kujenga jengo la kituo cha soko la madini yetu adimu ya Tanzanite, na kituo kile kiligharimu karibu takriban shilingi bilioni 4.5, na tulipewa kazi hiyo na halmashauri ya wilaya ya Simanjiro. Ni moja ya miradi ya kimkakati ya serikali ya kuweza kuongeza thamani ya madini haya adimu. Sasa mradi huo umeshakamilika, na tulipofika hapa ilibidi tuweze kutoa CSR, na tulitoa CSR kwa mlemavu mmoja ambaye aliweza kujengewa nyumba hii na shirika kwa shilingi takriban milioni 60 kama mnavyoweza kuiona. Lengo la kuja hapa sisi kama shirika, kwa kuwa tumeshakamilisha ule mradi ambao tulikuwa tunafanya mkubwa wa kimkakati wa serikali, ni kuja kuikabidhi halmashauri ya wilaya ya Simanjiro jengo hili la mlemavu ambalo nalo tumeshalikamilisha, ili halmashauri iweze kukamilisha taratibu zilizobakia za maji na umeme kwa kupitia mamlaka zinazohusika, na baadaye waweze kumkabidhi mlemavu huyo nyumba hii aweze kufurahia maisha. Tumekuja kutoa faraja kama shirika la Nyumba la Taifa. Kupitia nyumba hii halmashauri tunaikabidhi kama sehemu ya kumaliza mwaka vizuri na kuweza kuhakikisha kwamba shirika linaendelea kusaidia Watanzania wengi zaidi kwa siku zijazo. Cha msingi ni wapangaji na watu wote wanaopata huduma za shirika la Nyumba la Taifa waweze kulipa kodi na hawa walipie nyumba zao tunazojenga, ili tuweze kupata fedha zaidi za kuweza kusaidia huduma mbalimbali za jamii kama ambavyo nimekwisha elezea. Kwa majina anaitwa Isaac John Mgaya,
ni mtendaji mkuu wa mamlaka ya mji mdogo wa Mererani. Awali ya yote nipende kuwashukuru kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Simanjiro, lakini pia kwa niaba ya serikali ya mkoa niwashukuru shirika la nyumba la taifa ambao ndio waliojenga nyumba hii inayoonekana hapa kama sehemu ya kurudisha tabasamu kwa makundi maalum ambayo yapo hapa Mererani, na nyumba hii ni kwa ajili ya mlemavu ambayo imejengwa na imekamilika. Tumeikagua, imekamilika, vitu vyote isipokuwa vitu vichache tu ambavyo kimsingi havipo kwenye mkataba wa shirika la nyumba la taifa. Vitu hivyo ni kama maji na kuunganisha umeme ambavyo kama halmashauri ya wilaya Simanjiro tunatarajia kuvifanya vipunde kama inavyoonekana. Tayari tumejenga stendi ya maji hapa tayari kwa ajili ya kuweka maji, lakini pia miundombinu mingine ya umeme inaendelea kuwekwa. Kwa kweli sisi tunawashukuru na tunaahidi kuendelea kutekeleza sehemu iliyobaki, na nadhani hivi punde tutamkabidhi Bwana Ali Juma ambaye ndiye mlemavu mwenye nyumba hii ili aweze kukaa na familia yake, ili kwa kweli aweze kupunguza ukali wa maisha huko alikokuwa anakaa. Manake sehemu aliyokuwa anakaa ni sehemu ya nyumba ya kupanga na ana familia kubwa na yeye ni mlemavu na hali yake kwa kweli hairuhusu sana kukaa kwenye nyumba za kupanga, kwa sababu anajitafutia kipato kwa mazingira magumu. Kwa hiyo niwashukuru tena shirika la nyumba, na sisi kwa kweli tumefurahi leo unakuja kutukabidhi, na tumepokea kwa moyo radhi baada ya kuikagua hii nyumba na kuona kwa kweli imekamilika na kwa viwango na ubora wa hali ya juu.